Sisi hatuna nguvu ya kujisaidia tuweze kusimama na kumjua Mungu. Tutikoragwo na hinya wa gwiteithia niguo turugame tumenye Ngai. Gutire witu ungihota kwirugamia na hinya wake amenye Ngai nende Ngai. Hakuna mtu ambaye anaweza simama na nguvu yake apende na mjue Mungu. Kiria gituhotithagia kwenda Ngai na guikara kwa Ngai ni roho wa Ngai. Ile kitu inatusaidia kukaa kwa Mungu na kumpenda ni roho wake. Thini wa Romans chapter number 7 kuma hale 18. Katika Warumi 7:18 na tutigothoma na hatutasoma. Paulo agiekire muno. Paulo naye akapata shida zaidi. Agikinya handu akiuga atiriri. Akafika pale akasema, "Ndi munogie ni mwiri uyu. Nimechoka kwa sababu ya mwili. Uria nyendaga gwika ndikoraga tiguo njikaga. Ile kitu nataka kufanya najikuta sifanyi. Ni kiria nyendaga gutiga gwika ndikoraga nikio njikaga. Na ile jambo nataka kuacha ndio nakuta naifanya." Ali mundu wa Ngai, the apostle of God, akiwa mtume wa Mungu, ageretie na hinya wake kwirugamia akiremwo, kwa nguvu zake kusimama akashindwa, no agitaukwo, lakini akaelewa. Thini wa Romans 8 kuma hali ya 12, katika Warumi 8:12 agitaukwo atende roho wa Ngai, akaelewa ya kwamba bila roho wa Mungu, ni roho wa Ngai ututeithagia kumenya Ngai na kuhota kwihanda. Roho wa Bwana inatusaidia kumjua Mungu na kusimama.